Washirika wa Ukraine lazima waweze kujibu madhubuti kwa kuendelea kwa migomo ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameweza kutangaza hivyo katika hotuba yake ya jioni siku ya jana Machi 29, ambapo watu wawili waliweza kuuawa na wengine 25 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Urusi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Kharkiv au mkoani Kharkiv mwishoni mwa jioni ya jana, ambapo pia wengine 4 waliuawa na wengine 30 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Moscow katika Ukraine siku moja iliyokwisha kupita. Zelensky alishutumu migomo hiyo sio tu kwa ajili ya kuwalenga raia nchini Ukraine, bali kwa kudhoofisha juhudi za kimataifa za kuleta amani huko nchini Ukraine. Zelensky alisema ya kuwa washirika wetu wanapaswa kuelewa kwa wazi migomo hii si tu mashambulizi dhidi ya raia wa Ukraine, bali pia juhudi zote za kimataifa kwa diplomasia wanaojaribu kutumia kumaliza vita hivi. Zelensky alinukuliwa hivyo. Pia washirika wa Ukraine lazima washinikize Urusi kukomesha mgomo wake dhidi ya Ukraine, ikiwa na jibu kubwa la kushikilia utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria. Pia alisema kuwa wanatarajia jibu la uzito, wanafanya kazi kuelekea jibu kali linahitajika haraka zaidi ya yote kutoka Marekani, kutoka Ulaya, kutoka kwa kila mtu duniani ambaye ameweka dau lake kwenye diplomasia. Urusi lazima ilazimishwe kuingia katika amani. Shinikizo pekee ndilo litakalofanya kazi kwa Moscow. Zelensky aliweza kuilani Urusi kwa kuendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine, akiongeza ya kuwa Urusi ilianzisha mashambulizi dhidi ya miji mbalimbali ikiwa ni pamoja na huko Dnipro na Kryvyi Rih. Jana usiku pekee Urusi iliweza kuzindua ndege zisizo na rubani takriban 172, ambapo pia zaidi ya 100 kati yake zilikuwa aina ya Shahed. Mashambulizi haya makubwa ya ndege zisizo na rubani sasa yamekuwa ukweli wa karibu kila siku. Juu ya hayo kuna vitisho vinavyoendelea vya makombora ikiwa ni pamoja na yale ya Ballistic. Zelensky alisema hivyo. Inakumbukwa Marekani imefanya mazungumzo ya amani na Ukraine na Urusi katika mkutano tofauti katika wiki za hivi karibuni na kusababisha makubaliano ya kusitishwa kwa sehemu ya mapigano ambayo tayari Kiev imeshutumu Moscow kwa kuyavunja. Shinikizo kwa Urusi ndiyo njia pekee ya kufikia usitishaji vita wenye maana, Zelensky amesema hivyo. Kwa muda mrefu sana pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano bila masharti limekuwa mezani bila jibu sahihi kutoka kwa Urusi. Hiyo inasema mengi tayari kungekuwa na usitishaji mapigano ikiwa kungekuwa na shinikizo la kweli kwa Urusi. Zelensky pia alikazia hivyo. Tayari Ukraine imekubali mapendekezo ya Marekani ya kusitisha mapigano kamili kwa siku 30, ikisema mnamo Machi 11 ya kwamba Kiev iko tayari kabisa ikiwa Moscow pia itakubali masharti hayo, na hadi sasa Moscow pia ni kama imekataa. Inakumbukwa Urusi iliweza kulenga pia miundombinu ya nishati huko Kherson Machi 27, yani Jumaa wiki hii, licha ya Zelensky kusema usitishaji vita wa muda kwenye miundombinu ya nishati umeanza tangu Machi 25, na Urusi ikidai kuwa upande wake wa mpango huo umeanza kutumika tangu Machi 18. Taarifa nyingine kutoka huko nchini Marekani pia napenda nikufahamishe katika undani wa taarifa hii. Ni taarifa kuhusu wafanyakazi wa amani huko nchini Marekani wameweza kufukuzwa kazi, ambapo ikulu ya White House nchini Marekani iliweza kuwafuta kazi takribani wafanyakazi wote katika makao makuu ya taasisi ya amani ya Marekani USAP mjini Washington DC mnamo Machi 29. Gazeti la Washington Post limeweza kuripoti hivyo. Taasisi hiyo ina jukumu kubwa katika upatanishi wa migogoro na kusaidia mazungumzo ya amani katika nchi zilizokumbwa na vita, ikiwa ni pamoja na Ukraine, ambapo pia idara ya ufanisi wa serikali
DOGE yani Doji, shirika liloundwa na rais wa Marekani Donald Trump, lilifuta wafanyakazi kati ya 200 na 300 katika makao makuu ya taasisi hiyo. Wafanyakazi walisema kwa sharti la kutotajwa majina yao na shirika hilo la habari la Washington Post. Wafanyakazi wengi wa taasisi hiyo wa ng'ambo wanasalia kazini, Washington Post imeeleza hivyo. Trump ameipa Doji yani DOGE latitudo pana ya kupunguza bajeti na kuwafuta kazi wafanyakazi wa shirikisho kwa jina la kuondoa taka, ambapo pia shirika hilo linaongozwa na bilionea Elon Musk, mtu tajiri zaidi duniani, ambapo pia Doji yani DOGE imeamuru kurushwa risasi na watu wengi kupunguzwa ufadhili licha ya changamoto zinazoendelea za kisheria. Shirika hilo pia hapo awali liliweza kulenga shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID, ambapo vyombo vya habari vinavyofadhiliwa na Amerika huko Ukraine, na mpango ambao ulifuatilia uhamasishaji wa watoto wa Urusi uliolazimishwa kwa watoto wa Ukraine. USAID ina wafanyakazi wa karibu watu 600 duniani kote, ambapo wafanyakazi waliweza kuliambia shirika hilo la habari ya kuwa kufukuzwa kazi kwa ghafla kutakuwa na athari za haraka kwenye maeneo yenye migogoro. Waliweka wapatanishi ili kusaidia kuunganisha jumuiya hizi pamoja, mfanyakazi mmoja ameeleza hivyo. Kwa hivyo ina athari kubwa kwenye vurugu mara moja kwa kuvuta mali hizo nje. Kusitishwa huko kunakuja huku serikali ya Trump ikiendelea na juhudi za kujadili makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine.